ya tozo iko vipi na nini serikali inafanya kuzipunguza. La pili ambalo nitaruhusu ni kuulize nje kidogo ya context yetu, lakini katika eneo ambalo nafanyia kazi ni kuhusiana na masuala mazima ya michezo. Ni kitu ambacho kiko na public interest. Uwanja wa Taifa ilitolewa taarifa kuhusiana na kufungwa kwa muda kupisha marekebisho. Na kama Watanzania tuna timu ambayo inashiriki mashindano ya kimataifa ambayo inatumia uwanja ule. Maelekezo ambayo pia ama taarifa ambayo ulikuja kuitoa kama response yako ni kwamba taarifa ile ilitolewa kukiwa kidogo kumechelewa, kwa sababu tayari mlikuwa mnafanya hayo marekebisho. Labda mpaka sasa hivi kwa taarifa ambayo unayo kama katibu mkuu, ni tumefikia hatua gani katika hayo marekebisho? Lakini je, Watanzania wategemee nini kwa timu zao ambazo zinatumia uwanja huo katika mashindano ya kimataifa? Asante. Na mimi kama kawaida yangu naanza na hilo la mwisho. Uwanja wa Benjamin Mkapa, jamani, ni hivi kilichotokea ni kwamba wakaguzi wa CAF walipokuja ilikuwa ni siku 2 au 3 baada ya mechi ya Simba na Azam. Siku waliokuja uwanja ule kwanza nyasi tulikuwa tumefyeka. Kwa ambao hamfahamu, uwanja wa Benjamin Mkapa una nyasi halisi, natural grass. Kwa kila baada ya mechi kuna kazi zinafanyika za kutengeneza uwanja vizuri. Kwa hiyo tukawa tumeufyeka mpaka chini kabisa ili turuhusu nyasi mpya kuota. Lakini pili, kufanya umwagiliaji na kuweka mbolea. Wale wakaguzi waliuona uwanja siku ile ukiwa vile. Walituambia mambo mawili makubwa. Cha kwanza, wanataka wazione nyasi. Tukamwambia tumefyeka asubuhi, nyasi hizi baada ya siku 3 zitakuwa zimekuwa. Cha pili, wakasema tuliwaagiza mlete mashine ya aeration na compaction, yani mashine ya kutifua ili kuruhusu hewa kuingia na kutengeneza vizuri uwanda wa uwanja. Tukawaambia hizi mashine zimeshafika, ziko bandarini, muda wote zitakuwa hapa, na zilifika baada ya siku 5. Hayo mambo yote yamefanyika. Bahati mbaya wamekuja kutoa taarifa baada ya zaidi ya wiki 2. Uwanja ukiwa tayari. Na ndio maana nikasema tunawaomba CAF waje wakague leo, kwa sababu uwanja upo tayari, na yale waliokuwa wamesema ni marekebisho ya kawaida ambayo mara nyingi wakipita kukagua wanayasema. Sasa nataka nikuhakikishie ndugu yangu Joel, uwanja uko tayari. Wakaguzi wa CAF wanakuja tarehe 20. Sisi tumeomba waje hata kabla ya hapo, watakuja waone uwanja uko tayari. Best of the best. Pitch nzuri kabisa. Wote mnakumbuka mwaka juzi wakati wa AFL tulitajwa kuwa moja ya viwanja bora 3 Afrika, si ndio? Au mmeshasahau haraka? Hasa tuwezi tukawa tumeuharibu uwanja haraka namna hii. Uwanja uko tayari. Ni vile tu kwamba ukaguzi haujafanyika tena. Lakini wakija tarehe 20 tunaamini litakuwa limekwisha, na mechi yetu ya Simba na Al-Masri tunaamini itakuwa Dar es Salaam kama kawaida. Ondoeni shaka, kwa sababu uwanja wenu uko sawa sawa. Hili jingine la tozo. Eneo la tozo kwa wawekezaji ni eneo ambalo limefanywa kazi kwa kiasi kikubwa sana. Sinazo takwimu hapa, lakini tumezifanyia kazi sana. Lakini serikali yetu ni sikivu. Yako maeneo mengine ambayo wawekezaji wanakuja kutuambia kwamba sisi tunaona eneo hili pengine ni double taxation. Wataalamu wanakwenda wanalitafakari, wanaliangalia kitaalamu, ikithibitika kwamba ni utozaji wa mara 2 wa kodi, na lenyewe linafanywa kazi hiyo kodi, kama ni kufutwa inafutwa. Lakini pili, katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 katika miaka 4, moja kati ya maeneo ambayo tumeleta nafuu kubwa kwa wawekezaji ni urejeshaji wa kodi ya ongezeko la thamani, tax refund. Tumefanya tax refund kubwa. Nadhani tumefika zaidi ya shilingi trilioni 1 katika mwaka mmoja. Jambo ambalo huko nyuma ilikuwa chini ya shilingi bilioni 100. Na hili ni eneo ambalo wawekezaji walikuwa wanalalamika.